Yes, tetesi zaidi ambazo zinazidi kuibuka kwenye usajili namna ambavyo kuelekea msimu wa soka 2026-27 ambapo Jonathan Soa anazidi kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanazidi kublack baada ya kuonesha sintofahamu na kila ambacho kiliweza kustopishwa kwa muda kadhaa hivi, kulingana na kipaji chake ambacho wengi wao waliweza kuuliza kitu gani ambacho kinaendelea katika hilo ambalo liliweza kuonekana. Na mpaka sasa Soa, utakumbuka zaidi ambavyo inazidi kuonekana ni namna ambavyo timu ya Simba Sport Club wameweza kuachana na kila mtu ameendelea na maisha yake so far. Sasa mpaka sasa kitu ambacho kipo ni kwamba Soa ni mchezaji rasmi wa Singida Black Star. Na mashabiki wengi wamempongeza kwa hilo, kwa mia katika timu yake ambayo wengi wao walisema ndo damu yake so far. Na mshambuliaji raia wa Ghana Jonathan Soa amerejea rasmi Singida Black Star kwa mkataba wa miaka 3 hadi mwaka 2029 baada ya kuvunja mkataba wake na Simba Sport Club mwezi Aprili mwaka 2026 kufuatia mfululizo wa migogoro ya kinidhamu na tuhuma nzito. Ugomvi na sakata lake ndani ya wekundu wa Msimbazi. Utakumbuka zaidi sakata la mgogoro kati ya Jonathan Soa na uongozi wa Simba Sport Club ulitokana na mambo yafuatayo mbalimbali. Utakumbuka zaidi tuhuma za utovu wa nidhamu, na uongozi wa Simba ulimtuhumu Soa kwa makosa mbalimbali ikiwemo kuchelewa kwenye vikao vya timu na mazoezi pamoja na kugoma kushiriki mazoezi ya ziada, yani top up sessions yaliyoandaliwa na benchi la ufundi. Lakini vile vile kukiuka kanuni za mavazi ya timu. Klabu ilimtuhumu mchezaji huyo kwa kuvaa jezi ya klabu ya Benfica ya Ureno badala ya sare rasmi ya klabu ya Simba wakati wa safari ya kuelekea nchini Angola kushiriki mechi ambazo zilikuwa zinachezwa kipindi hicho. Na utakumbuka zaidi tuhuma nyingine ni tuhuma za mchezo michafu, ambapo kulikuwa na ripoti na madai mazito yaliyozagaa kwamba mchezaji huyo alituhumiwa kwa makusudi kufanya madhambi hatari uwanjani, ikiwemo kupata kadi nyekundu mchezo dhidi ya Azam FC, na madai yasiyo rasmi kuwa alihusishwa na masuala ya kuhujumu timu kwa manufaa ya wapinzani, tuhuma ambazo kambi ya mchezaji ilizikanusha vikali. Lakini vile vile tuhuma nyingine ambayo iliweza kumpata ni adhabu ya kuvunjiwa kwa mkataba, ambapo kutokana na migogoro hiyo Simba ilimsimamisha Soa, ikamkata 50% ya mshahara wake na kuagiza akashiriki mazoezi na timu ya vijana under 20 ya Simba Sport Club. Soa aligoma kwenda timu ya vijana na kuomba kuondoka, jambo ambalo lilipelekea pande zote mbili kufikia makubaliano ya pamoja kuvunja mkataba mwezi Aprili 2026. Licha hivyo Soa alionekana kuwa miongoni mwa watu ambao wana mchango mkubwa baada ya kushiriki. Soa kuweza kupata nafasi, na alipata nafasi chache za kushiriki katika alivyokuwa kwenye klabu ya Simba Sport Club kutokana na adhabu ya kufungiwa mechi 5 na bodi ya ligi baada ya vurugu za mechi dhidi ya Azam FC mwezi Disemba 2025, ikifuatiwa na adhabu za ndani ya klabu ya Simba. Mchezaji huyo hakupata nafasi ya kucheza mechi za ushindani kwa kipindi kirefu hadi mkataba wake ulipovunjwa. Na mpaka sasa Soa ni mali halali ya timu ya Singida Black Star. Yes, maoni gani ulionayo kutokana na Soa, kile ambacho ameweza kujijengea katika soka kandanda zaidi hapa Tanzania? Wengi wao wanazidi kuoje, je, kura anapoenda Singida Black Star ataenda kufanya makubwa au ndo hivyo tena anaenda kuchemsa? Yes, big info, big tune. This is Mighty Media TZ. Make sure kwamba una comment, una share na subscribe, and then utazidi kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Big time.